Klabu ya Chelsea inaingia katika siku za mwisho kabla ya kuanza kwa msimu wa 2026-27 ikiwa inakabiliwa na sintofahamu kubwa ndani na nje ya uwanja. Klabu hiyo imekuwa gumzo katika kila dirisha la usajili katika miaka ya hivi karibuni kutokana na kiwango kikubwa cha usajili na uuzaji wa wachezaji pamoja na mikataba mirefu iliyowahi kuibua mjadala kuhusu namna klabu hiyo inavyosimamia matumizi yake. Hata kabla ya msimu mpya kuanza, Chelsea inakabiliwa na hofu ya kuwapoteza baadhi ya wachezaji wake muhimu. Enzo Fernandez anahusishwa kwa nguvu na uwezekano wa kuhamia Manchester City kwa ada inayokadiriwa kufikia pound milioni 120, huku Pedro Neto naye akitajwa kuwa anaweza kuuzwa kwa takriban pound milioni 100. Kuondoka kwa wachezaji hawa wawili kunaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa ubora wa kikosi, hasa ikizingatiwa kwamba Chelsea ilimaliza msimu uliopita katika nafasi ya 10 na kushindwa kufuzu kwa mashindano ya Ulaya. Mbali na changamoto za kikosi, kuna taarifa zinazodai kuwa mwenyekiti Todd Boehly na mkurugenzi Mark Walter wanataka kuuza hisa zao katika klabu hiyo kwa Clearlake Capital ambayo ndio mbia mkubwa zaidi. Boehly na Walter kila mmoja anamiliki 12.8% ya Chelsea, na kwa thamani ya klabu inayokadiriwa kufikia pound bilioni 5, kila mmoja angeweza kupata takriban pound milioni 640 endapo mpango huo utakamilika. Hatua hiyo imeongeza maswali kuhusu mustakabali wa uongozi wa klabu hiyo. Kwa Chelsea, hali hii inakuja wakati ambao klabu inahitaji utulivu zaidi kuliko wakati mwingine wote baada ya kutoa ubingwa wa dunia mwaka mmoja uliopita. Kumaliza nafasi ya 10 katika ligi kuu ni matokeo yanayoongeza presha kwa viongozi na kikosi. Mashabiki sasa wanataka kuona klabu ikitulia nje ya uwanja, ikiwabakisha wachezaji wake muhimu na kufanya usajili wenye ubora badala ya kuendelea na mabadiliko makubwa ambayo yamekuwa yakitawala Stamford Bridge katika miaka ya hivi karibuni. Kwa update zaidi za kimichezo kimataifa, endelea kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na Twitter. Tufollow kama Kasako Media. Mimi naitwa Official Diaga. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.